kuchukuliana ni uamuzi wenu. Mkitaka tuanze kuwafukuza kama digidigi, tutafanya, sio? Kuanzia leo ni yari yenu. Mnataka kufukuzana kama digidigi, tuwafukuze kama digidigi, ni yari yenu. Mnataka kuishi kama binadamu waliostaarabika, wanaofuata sheria, wanaoheshimu wenzao, wanaoishi nao na kuwatendea wema bila kuwabugudhi kwenye shughuli zao, ni yari yenu. Hatuwezi tukawa tunaongea jambo moja kila siku ni wafugaji wakulima. Hapana, tuna kazi zingine za kufanya, sio? Sisi kama mnanielewa. Tunaelewana ndugu zangu? Mkawaambie na wenzenu. Tuishi vizuri kwa ustaarabu, kwa kuheshimiana, kwa kufuata sheria, sio ubabe huu. Wewe si nani Walwagala? Nimeona wengine wameingia hapo Walwagala wako wapi? Unamfahamu huyo? Namfahamu. Ni nani yako? Ni baba yangu. Baba mzazi? Baba mdogo. Baba mdogo. Ana cheo gani kule kwa wafugaji? Huyu kwa wafugaji ni mwenyekiti. Ni mwenyekiti wa wafugaji, si ndio? Huyu ni mwenyekiti? Ndio. Wa wafugaji. Naweza nikawa naenda kwenye safari zangu au ziara wapi, kipindi cha msimu cha kilimo, unakutana na wananchi wetu wa Mbinga saa 11, saa 10 mtu amebeba jembe anaenda shamba. Nasema uongo? Kwenda kulima. Kipindi cha msimu wa kilimo, sisi kwa jiografia ya Mbinga maeneo mengi ni mabonde na milima. Kwa hiyo hata kilimo cha trekta sio rahisi sana. Uongo kweli? Na ndio maana hata kuna wageni wametoka nje kuja kufanya utafiti wa kilimo cha ngolo katika wilaya hii. Kuna watu wameandika PhD, si ndio? Kuna watu wameandika PhD, wameandika nyaraka za degree ya mwisho, PhD wameandika kuhusu kilimo cha ngolo. Wamekuja kufanya utafiti Mbinga, si kwingine Mbinga, kilimo cha ngolo. Na mnafahamu kilimo cha ngolo tunalima, sio? Kwa nini? Kwa sababu ya jiografia ya wilaya yetu, mabonde na milima, hatuwezi kulima. Kwa hiyo inabidi tulime kilimo cha ngolo ili kukabiliana na mafuriko au mmomonyoko wa ardhi, sio? Sasa kipindi cha masika unakuta watu wanahama kwenye miji, wanaenda milimani, na tuna yale majumba yetu tunajenga ya nyasi yale, sio? Mtu anakaa kule Jumatatu mpaka Ijumaa kwa mfano. Haya nasema tu mambo ya kufikirika au ni kweli yanafanyika? Watu wanakaa mashambani kule wanalima, na kwa jinsi tulivyo wacha Mungu tunarudi tu siku za ibada kwenda kanisani. Kweli? Nasema uongo? Ndio yanayotokea Mbinga hapa. Kwa ndio nasema kwamba sisi tumejaliwa ardhi yenye rutuba, tumejaliwa watu wanaojituma, tumejaliwa kuwa na watu wacha Mungu. Sasa hizi sifa zote nzuri tulizonazo, ningewaomba sana ndugu zangu, ndugu zangu wafugaji, hebu kuanzia leo tuanze safari mpya. Na bahati mbaya huyo mwenyekiti bado nitaitisha kikao cha wafugaji tu, kwa sababu mmekuja wengi. Kwa mara ya kwanza sijawahi kukutana na idadi ya wafugaji kwenye kata yetu kwa idadi hii, lakini leo tumekuja wengi, lakini si wote. Nafikiri pengine hata nusu waliokuja wafiki. Sasa nataka ujumbe ufike, yaani bayana kabisa, kwamba hebu iko hapa Litumbandosi, lakini ni Litumbandosi na Rwanda, sio? Hizi kata mbili, lakini hasa hapa kwenye kata yetu ya Litumbandosi. Kwa hiyo tutafanya utaratibu wa kukutana na wafugaji kwenye maeneo haya peke yao ili tuzungumze, lakini kwa sasa fikisheni ujumbe huu kwamba hebu tuanze safari upya. Na safari inayowaomba tuanze upya imegawanyika kwenye maeneo mangapi? Maeneo matatu. Eneo la kwanza, tuache matumizi ya nguvu katika kuhalalisha mambo tunayofanya. Si kama tunaelewana? Matumizi ya nguvu. Haiwezekani wewe umelisha ng'ombe alafu ambaye umemwathiri anapofika kwenye eneo la tukio
wewe ndio kwanza umekuwa mkali. Mtu mzima unaweza ukakuta mtu hata baba yake hajawahi kumchapa, wewe unamchapa bakora. Tena unakuta mtu mwenyewe unayemchapa unakuta labda ni vitoto vidogo vidogo tu. Unamchapa mtu ambaye anaweza akawa dada yako, mtu mzima unamchapa fimbo. Hata kama sio dada yako, lakini ni utaratibu upo kuchapana fimbo. Kwa hiyo tuache matumizi ya nguvu katika kuhalalisha mambo tunayotaka kufanya, namba moja. Lakini la pili, tufuate utaratibu wa kisheria. Sio? Na kwenye utaratibu wa kisheria nichukue fursa hii sasa. Nichukue fursa hii kuzielekeza kata mbili. Mheshimiwa Diwani huko hapa. Litumba Ndosi. Kata mbili, kata ya Litumba Ndosi na kata ya Wanda. Kwamba uongozi wa kata hizo uchukue hatua, kwa sababu sheria msimamizi ile sheria ni uongozi kwenye ngazi hiyo, ili sisi tupate sehemu ya kusimamia, sio kwamba viongozi wa kata hizi mbili, kata ya Rwanda na Litumba Ndosi, wafanye uhakiki wa wakulima, wafugaji walioko kwenye maeneo yao, sio wafanye uhakiki wa wafugaji walioko kwenye maeneo yao na kujiridhisha kwamba ukaaji wao umefuata utaratibu. Na ninaposema ukaaji umefuata utaratibu, nafikiri naeleweka. Nilishasema toka kule mwanzo kwamba ukaaji wao umefuata utaratibu. Hilo moja. Lakini la pili, kama kuna ambao ukaaji wao hawajafuata utaratibu, wauishe. Hii Kiswahili cha kuuisha si tunaielewa kuuisha. Sasa sijui niseme lugha gani, kwa sababu nasema Kiswahili. Kuridhisha. Kuuisha. Kurejesha. Kurejea na kuweka sasa utaratibu wa kufanya ukazi wao uwe ni kwa mujibu wa utaratibu na sheria. Si tumekubaliana hapa kwenye kikao kwamba watu wafuate sheria? Si tumekubaliana? Na wao wafugaji wenyewe wamesema kwamba, na wengine hata wameenda mbali kabisa, wamesema kwamba wale ambao hawatafuata sheria mifugo yao itaifishwe. Si ndio? Si imezungumzwa hapo? Sio mimi niliyesema, wao wenyewe wamezungumza, sio? Kwa hiyo tuuishe wale ambao ukaaji wao haujafuata utaratibu, sio? Basi sasa ukaaji wao uishwe, urejelewe, ili sasa wakae kwa mujibu wa utaratibu. Na utaratibu, kwa mujibu wa utaratibu, sheria ziko. Nilishasema utaratibu ambao unaotumika. Au kuna mtu hajauelewa? Imeeleweka, sio? Kwamba sasa tuuishe ili wakae kwa mujibu wa utaratibu, kwa mujibu wa sheria inavyotaka, sio? Lakini la tatu sasa, wakati hayo yanaendelea, mimi nitaacha namba yangu ya simu hapa, sio? Ndio. Nitataja namba yangu ya simu kabla sijaondoka hapa. Lakini OCD atataja namba yake ya simu kwa wale ambao hawana. Inawezekana wengine wanayo. Nilisema kwamba sasa kwa wale watu ambao wanajifanya kwamba wao ni wababe, tuone ubabe wao na ubabe wa serikali, au sio? Kwa sababu imevuka mpaka sasa. Unachapa wananchi, unachapa watu viboko. Mama yule anasema kwamba mimi ni hivyo hivi. Wababa wamekuja, hata mmoja yule ndugu yangu sijui yuko wapi. Nilimuona alikuwa na sime, bonge la sime hapo. Si ndio? Ni sehemu ya utamaduni, si hata wewe unayo? Wewe una. Alikuwa amekaa hapa, sijui ameenda wapi. Hebu simama chief. Si kuna kisu hapa? Umeacha wapi? Sasa unakuta sio, unakuta mtu yuko na mifugo, ana silaha kama hiyo, sio? Na fimbo, lakini anayekutana naye, anayekabiliana naye ni mama kama yule. Sisemi kwamba amefanya yeye, sio? Natolea tu mfano.
Sasa tunakuwa na silaha hizo, tunakuwa na hizo silaha, tuna fimbo, alafu tunazitumia sasa kuwatisha watu ambao tumewafanyia madhara kwenye maeneo yao. Nadhani hii sio sawa sawa. Kwa hiyo namba 3 nasema kwamba nitaacha namba ya simu hapa, OCD ataacha namba yake ya simu hapa, ili wala usipige kelele. Wewe piga simu tu. Sisi tunajua tutakachofanya. Tunaenda kujipanga kwenye kipengele hiki. Tutajua tutakachofanya. Wewe piga simu tu. Usihangaike mama wa watu, kama wewe sasa unakabiliana na baba tena imekunywa maziwa, imekula, imeshiba, alafu unataka kupambana nayo. Hakuna.